Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo ni pamoja na kwa nini Putin yupo kimya wakati Trump anazidisha ubabe katika ulimwengu. Tangu mwaka 2026 ulipoingia, rais wa Urusi Vladimir Putin amezungumza mara moja tu wakati wa tarehe 6 Januari wakati wa sherehe za Christmas huko nchini Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump katika nyakati za hivi karibuni ameanzisha vurugu kubwa na ubabe, akianzia huko Venezuela akifanikisha kutekwa kwa Nicolas Maduro, lakini pia kutaka kuteka Greenland, huku akizishutumu Urusi pamoja na China, kadhalika kutaka kuanzisha vita kubwa huko nchini Iran. Lakini rais wa Urusi Vladimir Putin katika nyakati zote hizi alionekana kuwa kimya, isipokuwa tu wakati mmoja kukamatwa kwa Nicolas Maduro, ambapo alionya kwamba Marekani inatafuta jambo zito na inapaswa kuachana na mpango wa kuishambulia Venezuela. Lakini aliyazungumza hayo ikizingatiwa kwamba Urusi imewekeza kwa kiasi kikubwa nchini Venezuela, lakini pia alitamka kwamba lazima Nicolas Maduro arejeshwe nchini kwake. Hata hivyo, kupitia wasaidizi wake ikiwa ni pamoja na Vaseline Benzia ambaye ni balozi wa kudumu wa Umoja wa Mataifa, kadhalika waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov, walitoa matamshi hayo huku wakizungumzia namna ambavyo Marekani inakuja kusababisha hatari kubwa katika ulimwengu. Zamani ikiwa Marekani ingefanya vitendo vya uchokozi katika ardhi za kigeni, kungekuwa na jibu la haraka na kali kutoka kwa Urusi. Lakini hali imeonekana tofauti tangu mwaka 2026 kutoka kwa Rais Vladimir Putin. Licha ya yote hayo kutokea, Kremlin bado ipo kimya. Rais Putin amewekeza sana katika maeneo kama Venezuela na Arctic ili kupambana na ushawishi wa Marekani. Na hata hivyo, Rais Vladimir Putin wa Urusi bado hajazungumza jambo kuhusiana na masuala hasa Greenland, lakini pia na kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko nchini Iran. Licha ya kwamba kumekuwa na taarifa za waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuzungumza naye mara kwa mara juu ya suala la vita la Iran na Marekani. Wachambuzi wa mambo wanaamini kwamba Donald Trump ameanza mwaka 2026 kwa kuonyesha nguvu zake kwa njia ya ajabu, hasa baada ya kufanikisha kutekwa kwa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye alipelekwa New York kwa mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Zaidi ya hayo, amesema nchi ya Amerika Kusini kwa sasa iko chini ya udhibiti wa Marekani kwa muda. Wachambuzi katika vyombo vya habari duniani wanasema kuondolewa kwa Maduro kutoka serikalini kuna maslahi kwa Urusi, kwani Marekani imeipa Kremlin uhuru wa kufanya vivyo hivyo. Kwa maana hiyo, Urusi huenda ikafanya jambo zito wakati wowote, hasa wengi wakitaja juu ya vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Na hii ni kutokana na kwamba rais wa Marekani wakati huu ameonekana kuwa kimya kuhusiana na suala la Ukraine kwa muda mrefu. Floyd Lukyanov, mtaalamu wa sera za kigeni aliye karibu na Kremlin, anasema kukamatwa kwa Maduro ni ushahidi wa mkakati mpya wa usalama wa Marekani. Urusi imewekeza sana huko Venezuela kwa miongo kadhaa, lakini ushawishi wake katika eneo hilo umezidi kupungua, hasa mwaka huu 2026. Imeelekeza rasilimali kwenye vita vya Ukraine. Urusi wakati huu eneo kubwa ambalo imewekeza ni vita vya Ukraine ambavyo vinaungwa mkono na watu wa Magharibi. Hata hivyo, wanasema kwamba kipaumbele cha Urusi kwa sasa ni kumfanya Putin kuwa upande wake katika suala la Ukraine na kumzuia Putin asiwe upande wa Ukraine na asianzishe mashambulizi kwa Urusi. Kremlin imefanikiwa katika suala hili kwa mwaka uliopita. Urusi inataka kuendelea na mafanikio haya kwa sababu Ukraine ndiyo kipaumbele chake kikubwa, wanasema wachambuzi wa mambo. Wanaeleza zaidi wakisema Putin ana jambo zito zaidi la kujadili na Trump, ni Ukraine, wanasema wachambuzi. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imekaribisha uteuzi wa Delcy Rodriguez kama rais wa mpito wa Venezuela. Imesema ni hatua kuelekea utulivu katika kukabiliana na shinikizo la nje. Wizara hiyo imesema Venezuela ina haki ya kuamua mustakabali wake bila shinikizo la nje, bila kutaja moja kwa moja Marekani. Urusi pia ilijibu kwa tahadhari baada ya Marekani kuikamata meli ya mafuta ya Marinera iliyokuwa na bendera ya Urusi. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilitaka tu kuachiliwa huru kwa wafanyakazi wa Urusi waliokuwa ndani ya meli ya Marinera, na amesema Trump amekubaliana na hilo. Licha ya haya yote kutokea na licha ya ripoti za uwepo wa meli za kijeshi za Urusi katika eneo hilo, Urusi haijasema kuwa itairudisha meli hiyo ya mafuta au kupambana ili kuipata meli hiyo. Urusi pia haijatoa dalili yoyote kwamba itachukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya Marekani au meli zingine zenye bendera za kigeni. Kujizuia huku kwa Urusi kumekosolewa vikali. Mbunge Alexei
Zuravlev ambaye anataka Urusi ijibu kijeshi amesema kama sehemu ya hatua za kulipiza kisasi, meli mbili za walinzi wa pwani wa Marekani zinapaswa kuzamishwa kwa kutumia torpedo, kombora la majini. Blog ya Telegram inayounga mkono Kremlin Vision iliwaambia wasomaji wake kukamatwa kwa meli ya mafuta katika maji ya kimataifa ni shambulio dhidi ya Urusi. Januari mwaka 2025, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alinukuliwa na vyombo vya habari akisema Urusi inafuatilia kwa karibu hatua yoyote kuhusu Greenland. Alielezea madai ya Marekani katika kisiwa hicho cha Arctic ambacho ni mali ya Denmark kama suala la pande mbili kati ya Marekani na Denmark. Ingawa Trump alisema Januari 7 kwamba Marekani inakusudia kuchukua udhibiti wa eneo hilo, hakuna taarifa rasmi kwa Kremlin hadi sasa. Waungaji mkono wa serikali ya Urusi wanaonekana kufurahishwa na madai ya kwamba Trump atachukua udhibiti wa Greenland kwa sababu wanaona ni ishara ya udhaifu wa Ulaya. Wanaiona kama hoja yenye nguvu na kuhalalisha vitendo vya Urusi nchini Ukraine. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.